Yaani kwenye maisha tunayoishi, this very life, haya ambayo Mungu akujalia uishi. Mungu hafanyi chochote bila ushauri wako. Mungu hafanyi chochote bila go ahead yako. Miongoni mwa vitu ambavyo walioko makanisani huwa hawaelewi, huwa wanadhania kwamba Mungu anafanyaga tu. No. Yaani Biblia inasemaje? Wale wasome Biblia kwenye kitabu cha Amosi, Mungu huwa hafanyi neno bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Kwa nini huwa hafanyi neno bila kuwajulisha? Huwa wao wanatakiwa take nafasi yao ya kuruhusu kile kitu kitokee. Haujaomba, haujakili, haujaamini, si rahisi Mungu kwa utaratibu aliojiwekea kufanya kitu kwenye maisha. Anakuhitaji wewe useme. Ndio mfumo Mungu kauweka. Kwa vitu vikiharibika kwenye maisha ya mtu yoyote yule, si Mungu anahusika. By the way, shetani alipata mlango wa kufanya hivyo vitu vitokee, lakini hakupatikana mtu ambaye atakuwa kinywa cha Mungu kuzuia visitokee. Na ndio maana kuna kitu watu hawaelewi. Unabii si lazima utokee. Watu wanatakiwa wajue kutafsiri aina za unabii. Kuna aina ya unabii ambao Mungu anautoa ni conditional prophecy, na aina sehemu kubwa ya unabii wa kizazi hiki ni conditional, not unconditional. Waliotoa unabii ambao ni unconditional na wenyewe bado ulihitaji mazingira walikuwa ni akina Isaya. Bikira atachukua mimba, atazaa mwana na ataitwa Emanueli. Lakini nenda kasome vizuri, hata Yesu kuzaliwa alihitaji watu wa kuomba mchana na usiku ili azaliwe. Kwa mwisho wa siku huwa tuna conclude kwamba Mungu huwa hafanyi jambo lolote bila watu ambao duniani wataruhusu vile vitu kutokea. Kwa hiyo ukiona watu wanaharibikiwa, si kwa sababu Mungu mbinguni anakusudia. No, hajapata mtu ambaye anajua kutembea na Mungu alafu Mungu akakiamini kinywa chake. So simple. Kwa mwisho wa siku sasa unakuta kuna mahali mtu anaweza akainua upanga kuua. Mungu anataka wewe useme kwa jina la Yesu, hafi mtu. Sasa wewe ndio unaanza kukili wewe mwenyewe. Kama imekupendeza Mungu, acha tu nife. Unakufa. Mungu atakachofanya atakupokea tu mbinguni, akwambie mzee umekufa kabla ya tarehe. Hata nyumba yako haijaisha. Sasa sijui utaishije, mimi sijui. Lakini ulikuja kamilisha kazi. Ulikuja kamilisha kazi, ni wewe uliruhusu. Ndio maana kwenye platform ya maombi Yesu akashauri kwamba ukiwa na imani ndogo tu, ndogo, haihitajiki iwe kubwa, ndogo tu, kama chembe haradali. Unajua ni imani ndogo sana. Haradali ni mbegu zake ni ndogo mno, ndogo mno. Utauambia mlima ng'oka ukatupwe baharini na utang'oka ukatupwe kule. Kwenye maisha ya Ukristo na unapotembea na Mungu, Mungu anataka ujifunze kwa unafanya declaration. Unakutana na kitu wewe unakiambia wewe, Bwana Yesu, hiki kitu hakiwezi kikawa hivi. Nina cancel this plan. I cancel it. Kitakuwa hivi. Yaani kuna Wakristo ambao, kwa mfano kuna giant mmoja hapa Tanzania ambaye asipobadilika mwendo wake sio mzuri, ataishia babaya. Ana ujasiri lakini hajui namna ya kutumia kinywa, hajui. Ni mtu
confident sana, lakini hajui hii kanuni, haijui. Shetani atamkata kichwa mapema asipojua hiyo kanuni. Sasa hivi yuko kule Bukoba, ameenda kumzika mtoto wake wa kiroho ambaye alikuwa naye ni jasiri kama yeye. Jasiri kama yeye. Sawa? Ambao alikuwa wanaweza wakaiambia serikali, wakawaambia viongozi, wakawaambia watu wakikosea, wanaweza wakatoa ushauri waziwazi, very confident. Ila wana weakness kwenye imani ya kutembea kwenye vita walionayo. Kumbuka wanatembea na vita kubwa. Ni mtu ambaye sasa hivi of course ana backup kubwa, ana sheria, ana nini, ana vitu vingi sana. Sawa? One mistake, hajui kutumia kinywa chake kuzuia mauti. Hajui. Ni mtu ambaye anaongea alafu anasema mkiniue mniue tu, sijui nini, lakini nimesema, nimesema mkiniue ni. Sikiliza, kwenye kanuni ya mambo ya rohoni, usifungue mlango kwenye moyo wako, kwa sababu yule anachoongea ndio kilichoko moyoni mwake pia. Anaamini kujitoa kwa ajili ya Bwana, lakini anaamini pia kufa. Sasa hiyo ni hatari. Kuamini kufa kwa sababu ya kazi ya Mungu, lazima uweke mipaka. Ikae moyoni mwako, lakini usijengee imani pia. Ikae moyoni mwako, lakini usijengee imani. Kwa nini? Petro alikufa, Yesu mwenyewe alikufa kwa sababu ya Mungu. Sawa? Mitume walikufa kwa ajili ya Bwana. Ni kweli hata mimi Lugema one day naweza nikakata kichwa kwa sababu ya Bwana. Lakini haitakiwi nilijengee hilo jambo imani ndani yangu. Hamjaelewa bado? Yaani yeye amelijengea imani. Kwa hiyo akisimama moyoni moja lipo kwamba kwa ajili ya Bwana nitakufa. Ni hatari. Kwa sababu the more unavyoongea na kuongea, shetani anaweza kupata mlango wa kwenda kwa Mungu Baba. Akamwambia Mungu Baba, huyu mtu anakiri kufa akiwa anakutumikia. Sasa si nimuue tu. Let me kill him. Kwa sababu anaamini kufa kwa sababu ya jina lako. Lakini moyoni mwako inatakiwa ikae, hata akipata mlango, okay, mnaweza mkanegotiate. Okay, kama Mungu imekupendeza nife, sawa. Lakini for me, bado natamani kutumikie. Na sikubali kufa kizembe. Hamjaelewa bado? Kilichotokea kwa sababu ya kuruhusu hayo mazingira, binti yake wa kiroho amekufa kwa mazingira tata sana. Walikamata hapa katikati, wako kwa polisi, wako kwa magereza. I don't know, lakini kila kifo kinaonyesha alama. We don't know. Kwa maelezo yake mwenyewe, kile kifo kinaonyesha nini? Walakini kwamba amekufa kwa sababu ya kitu ambacho wamekiproject. Adui. Shetani kapata mlango kakiproject na kimepita naye. Ile binti bado mdogo, very young. Sidhani hata kama na miaka 32. Kafa. Sawa? Sasa ndio kitu kilichotokea kwa nani? Stefano alikufa si kwa sababu Yesu alikusudia afe. Ndio maana alifungua milango ya mbingu akawa open kwake. Yeye badala atoe command, akasema Mungu asamehe. Mungu akasamehe, akafa. Yaani unavotembea na Mungu, Mungu anahitaji wewe ndio ufanye declaration. Kwa hiyo lazima uwe sensitive enough kujua mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kuna kitu una declare ya kwanza lakini kinatokea, una declare pili kinatokea, unarudi kwa Mungu. Ghafla Mungu atakupa amani, atakwambia mwanangu, acha kitokee kwa utukufu wa jina langu. Sawa? Hapo sawa. Utaambia Mungu now I agree. Lakini sio stahili mfano ya huyu giant, huyu mtu wa Mungu ambaye ana nguvu sana, ana jasiri mkubwa sana ya kumruhusu shetani kwamba hata nikifa nife lakini nimepiga ngumi usoni. Yaani uko unapigana na shetani, tandika, alafu with a faith ndani yako unatakiwa ujenge imani kwamba ninakupiga, ninakukologa na kunyua hunyumi. Ndio alivyo Gwajima.
Gwajima ni mtu ambaye anatumbua watu na anawaambia nakunyua hunyui. Na kile kitu kimemsaidia muda mrefu sana yule mzee. Imani yake, maneno yake yanamsimamisha. Angekuwa anatembea kwa vita alionayo kizembe, ingekuwa ameshamfyeka, kisha kufa. Ila imani yake. Sawa sometimes utakufa si kwa sababu Mungu ametaka ufe. Mungu hajataka ufe, ila wewe ndio unakili na umejenga imani moyoni mwako ya kufa. Kwa Mungu itabidi afike mahali aheshimu imani yako, basi ufe. Sawa basi ufe au uharibikiwe au upate mabaya. It is not simple like that. Okay. Kwa mfano niliwahi kuwafundisha watu, neno muombee adui yako, watu wanalitumiaga vibaya. Hawalitumii kwa mipaka ambayo Biblia inajaribu kuonyesha. Muombee adui yako. Yaani kuna watu wameokoka wakavuka maandiko yote kwa kupitia hilo andiko. Nampiga kofi, Mungu mbariki, amen. Piga kofi tena, Mungu mbariki, amen. Wanaleta panga wanaweka kwenye shingo, Mungu mbariki, amen. Watawaua, watawamaliza. That is not Bible. Biblia ilivyosema muombe adui yako, imeweka mipaka. Soma vizuri Biblia utagundua kuna mipaka. Mimi nachokushauri soma vizuri Biblia, utagundua kuna mipaka. The same man aliyesema waombea adui zako, alimuombea Yuda. Anaanza kuwa challenge. Huyo aliyesema ombea adui yako, akikupiga la kulia mpe na la kushoto, alimuombea Yuda rehema. Then unaanza kujiuliza, kama aliyotoa statement mwenyewe alimhukumu mtu na alisema kabisa ole wako, heri usingezaliwa, maana yake Yesu alimlaani Yuda. Sasa unajiuliza, aliyesema samehe alilaani. Huyo ndo aligeukia Yerusalemu akaambia, Yerusalemu, ole wako kwa kuwa hukuijua siku ya kujiliwa kwako. Watakuzunguka adui zako, watakuteka, na hekalu watabomoa. Akalani. Kwa nini? Yerusalemu ndio mahali Yesu alikuwa anakutana na vitu vibaya kuliko eneo lolote. Soma vizuri kwenye Biblia. Hakuilani Galilaya, Yeriko wala Yordani. Yale ni maeneo ambayo alikuwa akienda, alikuwa anapewa heshima. Na ndio maana hata mwanzo wa huduma ya Yesu haukuanzia Yerusalemu. Huduma yake ingekufa. Haikuanzia kule alikozaliwa, kule alikokulia, wapi huko Nazareti. Huduma yake ingekufa. Alikuwa ni maeneo ambayo alikuwa very hated, yani sio niongea kwa gani. Hawampendi, wanamchukia. Eneo la kwanza kabisa ilikuwa ni Yerusalemu. Eneo la pili ilikuwa ni wapi? Nazareti. Hayo ni maeneo ambayo Yesu hata hakuwa anapenda kwenda. Nazareti, kasome kwenye Biblia, alionekana mara moja kama sio mara mbili. Ila Galilaya, ndio alikuwa mji wake kujifunia. Akipiga kona Galilaya, pale ndo alikuwa anapendwa na watu. Huduma inakuwa, akaanzia hapo, ikakua hivyo. Yerusalemu mara ngapi alienda? Kasome kwenye Biblia, mara chache sana. Na mwisho wa siku kule ndo alikokamatwa na akauawa. Kwa hiyo ndio maana aliilani. Kwa nini? Kwa sababu alimtendea mazuri? Hapana, mabaya. Yeye aliyesema umuombee adui yako akailani. Sasa take note here. Hapa kuna kitu cha kujifunza. Lazima uelewe adui ambaye unamuombea msamaha ni yupi. Wezi mchawi akaja kukuloga na anakufyatua na ukizubana kuua, alafu anze
Mbariki yule mchawi kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wewe watakuua siku 2 wa kule nyama. Sio, mnaelewa? You understand? Mchawi ni adui ambaye ana search for your life. Yaani ukishona mtu anapigana na uhai wako, huyo waga sio kumwombea msamaha. Huyo waga ni wakufyatua ama zake ama zako. Sio, mnaelewa? I teach you life ili muelewe. Kuna mtu ukimwangalia kabisa unagundua huyu mtu ana madhara, huyu ni mbwembwe tu, maneno tu, mbea tu, hamna chochote. Naomba Mungu msamehe huyo, ajue atendalo huyo, msamehe. Lakini kuna mtu ana plot mpango wa kuzimu, anajua anachokifanya. Anajua. Na ule mpango hata kama hajui vizuri, lakini unakusudia kukata wewe na kuharibu kusudi la Mungu ulilozaliwa ulifanye. Unamwombea msamehe? No, kata kichwa. Ndio yule unasimama unaambia Mungu, wewe mtu nje yake wewe uteleze, labda atubu. Namaliza. Ghafla anaanza kuslide. Kila kitu kinaharibika. Labda atubu. La sivyo nisipofundisha jambo hili, nikupe siri. Ilo andiko la Yesu alilosema muombee adui yako, ukilitumia vibaya, Mungu mwenyewe atakuacha. The same God atakuacha. Si alimwacha Sauli? Si alimwacha Sauli? Kilichomfanya Mungu amwache Sauli, mnaelewa? Amaleki, adui wa wana wa Israeli jangwani. Wakati wanatembea wanaenda nchi Mungu amemwambia waende, Amaleki akasimama akainua upanga. Vita ikapigwa. Ikawa matatizo, baadhi ya watu wakafa, lakini baadaye wakashinda. Mungu akaiandika moyoni mwake, iko siku nitalipa kisasi. Haiwezekani uplani mpango wa kuharibu kusudi langu. Sauli kapata uongozi, Mungu akamtuma Sauli, nenda. Hakikisha unaua kila kitu, ua vyote, ua. Yaani Mungu alikuwa anataka afute kabisa neno Amaleki lisiweko duniani. Mjinga mmoja akaweka msamaha. Kaenda kule akaanza kuangalia vijana wazuri, sijui nini, mifugo, sijui nini, akakusanya. Mungu akamwambia, la, wewe. Pale yeye na Mungu game likaisha. Usicheze. Jua mipaka. Yaani unatakiwa una sensitivity ya kutosha. Ukiona Mungu kakasirika, naona kasirika. Jua. Sio kuna mahali Mungu kakasirika wewe unasema tu Mungu tusamehe tu. Mungu samehe tu. Ni mmoja alifanikiwa, hiyo haikumla kwake. Nani? Na yeye alitoa logic. Mzee Musa pale jangwani, Mungu kakasirika, anataka afute yote. Musa akasema, Mungu, kumbuka Bwana. Hawa jamaa kwanza uliahidi baba zao. Pili uliwapeleta utumwani. Tatu uliahidi hawa ndio watarudigi kule. Leo kiwafuta wakazaliwa kutoka kwangu, sio wale. Halafu adui watasemaje? Kwa kabidi Mungu atubu. Ikabidi Mungu atubu. Akakaa chini akamwambia, basi acha nibadilishe mawazo. Kutubu sikubadilisha mawazo, badilisha mpango, badilisha njia. Akasema sawa, twende. Lakini mimi sitakaa katikati yenu. Maana nitaua wote. Nitawapa malaika, lakini sikai na nyinyi. Wakagombana hivyo, lakini baadaye wakafanikiwa wakafika. Sasa wewe leo mtu ambaye hana background yoyote na Mungu. Background walionayo na Mungu ni ya kumuudhi. Wa kwanza alikuwa Freemason, wa pili mtoto Freemason, mjukuu Freemason. Alafu anasimama mbele yako anakuambia, kijana, ukimaliza wiki 2 wewe ujue mimi sio mtoto wa fulani. Alafu anatoka pale, Mungu msamehe. Pale mwambie, yani mimi, unaniona vizuri hiyo tarehe ambayo umeiweka mimi nagawa nusu yake.
wewe utaanza kwenda chini. Na unaingia battle spiritually. Bwana Yesu, hapa hakuna rehema. Huyu mtu afyekwe. 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 Na anafyekwa. Sometimes we don't play game. We don't play game. Hii dunia shetani mkicheka naye atawamaliza. Atawamaliza, I tell you true. Shetani mkicheka naye atawamaliza. Hivi mnaelewa kwamba dunia inaongozwa na mifumo miovu, sio mifumo ya haki. Dunia yote kinachoongoza dunia ni mifumo ya hila, mifumo ya kumwonea mwenye haki, mifumo ya kumuua mwenye haki, mifumo ya kumdhulumu mwenye haki, mifumo ya kupoteza haki za watu. Ndio inaongoza dunia. Ndio inaongoza dunia. Usidanganywe, ni baadhi ya viongozi wachache duniani ndio ambao wanajaribu kulinda haki ya mwenye haki. Wachache. Sawa Marhaba. Hivi mnaelewa I tell you true. Wachache. Bodeni wafundishe hiki kitu. Wachache. Viongozi wengi duniani kote. Viongozi wengi duniani kote ni wale wanaokuja hapa wamevaa vazi la kondoo, lakini chini ndio wanaosimamia mifumo yote inaoua watu. Ndio dunia hii. Nje hivi, mimi ni speaker wenu, mimi ni waziri wenu, mimi ni rais wenu, mimi duniani kote. Wachache ambao hawako kwenye ile grupu. Hivi unafikiri serikali za dunia zikisema hakuna madawa ya kulevya, alafu viongozi wote walioko kule juu wakasema hakuna madawa ya kulevya, ingekuwa inapita wapi? Ingekuwa inapita wapi? Ingekuwa imeshaisha hiyo biashara. Kaishaisha milele. Toka hapa ingia kwenye miji mikubwa yote, Dar es Salaam, Kenya, Nairobi, nenda huko Johannesburg, nenda wapi, utakuta mateja wamejaa. Lakini serikali zimejiwekea mpaka sheria. Ukikamatwa kifungo cha maisha, ukikamatwa unauawa, ukikamatwa wameka adhabu zote wameka. Lakini hayo madawa hayafutiki. Kwa nini? Anayetunga sheria ndio anaovunja sheria. Isipokuwa kiti alichokalia, sheria haiwezi kumkamata. Somehow nchi ambayo naipenda, angalau naipenda kwa sababu ninaona misimamo yao, ni wa Korea Kusini. Wale jamaa ni miongoni mwa nchi ambazo I admire. Dunia nzima tungejifunza kwao. Mchina ingejifunza kwao, Marekani kwao, Mjapani kwao, na sisi pia tungejifunza kwao. Afrika tungejifunza kwao. Kwa sababu, kwa nini nakwambia hivyo? Korea ukishuka tu kwenye kiti hivi, wanakuorozeshea kesi zako zote, makosa yote uliofanya, na unapelekwa mahakamani. Unaanza kujibu mashtaka moja na lingine. Na marais wao kukaa jela ni kawaida. Hata rais wao mmoja ambaye ametoka mwaka juzi anaitwa Park Geun-hye, mwanamke, kakaa jela miaka 2. Wamemtoa juzi. Angalau wao kidogo watu inafika mahali wanaogopa kwamba siko juu ya nini? Sheria. Hizi demokrasia zilizobakia zingine hizi. Mungu atulinde. Hizi demokrasia zingine zilizobakia hizi, Mungu atulinde. Hii dunia ni watoto, vile vitu mnavionaga kwenye movie mnazaniaga ni movie. Unaona mtu ana kiwanda cha soda, alafu kumbe kwa chini anatengenezaga cocaine. Mnazanaga ni movie. Sio movie. Ndio ilivyo kwenye nchi nyingi duniani.
Watu wana makampuni, ni viongozi wa serikali, wanaubia na serikali, wengine ni wafanya biashara binafsi, wanaubia na serikali, wana makampuni yao, wana viwanda vyao, wanafanya shughuli zao, lakini chini ni bendera ile miziba tu. Sawa ile miziba tu. Kwa nini? Nachoambia ndio kilichoko. Nenda kagugo kwenye simu yako. Biashara inaongoza kwa mzunguko wa fedha duniani ni biashara haramu, ndio zinazoongoza. Human trafficking, biashara za watu, halafu na biashara za madawa ya kulevya. Ndio biashara ambazo zinaongoza kwa mzunguko wa fedha duniani. Labda kama imebadilika tarehe ya leo hii, kibugu ukakuta imebadilika. Sawa ndio zinazoongoza. Watu wanapotea tu piu. Kumbe kule anakwenda anachano, maini ana nini, figo zinatolewa zinaenda kuuzwa. Yeye wanatupa huko. Wanauza figo, wanauza bandama, wanauza nini? Yaani mtu mmoja wanatoa spare za kutosha. Alafu wanabakia mzoga wanatupa. Sasa unafikiri hii dunia ukiishi kwa kukutana na mtu kama wanakutisha, alafu unaanza kusema ni wewe tu, lakini nimesema hakuna. Hii dunia ambayo inafika mahali hata wale manabii wa mwisho waliotabiriwa, wale wawili mnaosoma, ni manabii ambao walikuwa wanatema moto. Yaani mkija kuwakamata wanatema moto, na ule moto haukubembelezi, unafyeka. Hamjasoma Funuo muone, ili mjue hizo rehema ambazo Yesu alizisema zinaishiaga wapi. Tusijikute tunazitumia rehema ambazo hata Yesu hazijui. Nani anakumbuka ile andiko? Funua manabii wawili. Liko kitabu gani? Ufunuo 13. Sio bwana. Hiyo umefanya haraka, sio hiyo. Sio hiyo. Wako manabii wanaotema moto, sio Ufunuo 13. Moto unatoka vinywani mwao. Ngoja tuitafute. Kama sio 18, 19 hapo katikati. Manabii ambao wanatema moto. Huo moto mzee hautakuwa rahisi. Watawaua lakini watafufuka. Watawaua lakini watafufuka. Hii dunia tunapigana vita na mifumo ya uovu ambayo imevaa suti, imevaa makoti, imevaa mengine mafumbo. Tajua tu. Ndio mifumo tunayopigana nayo. Sawa hii dunia. Na ndio maana, can I tell you true? Wewe kwa mfano, niongee tu kweli. Nenda kafanikiwe kuwa mwanajeshi au kuwa what can I say? Kwa usalama wa nchi yote ile. Labda baadhi ya nchi chache. Kafanikiwe kuwa, alafu jifanye wewe ni mkweli sana. Watakuwa. Atoele. Sawa jifanye ni mkweli sana. Watakuwa. Ndio maana naambia vitu vingi mnaviona kwenye movie, nyinyi mnazonaga ni movie. Sio movie, wanawaambiaga kitu kilichopo. Hata kama serikali zao haziwaiti zikawaambia ishe, mbona mnasema kweli? Wewe mbona unasema kweli? Unafichua siri zetu Lakini wanatumiaga neno movie. Sisi wahubiri ukiongea ukweli ndio unaitwa unaambia wewe kwa nini unasema kweli? Ila movie hawahitaji wakasema wewe kwa nini unasema kweli. Lakini mimi niwaambie ukweli, movie nyingi ni hizi movie zenu za bongo. Hizi movie za bongo zenyewe ni umbea tu, nini usuda, wajinga tu wamejaa ni movie. Movie actor. Namna movie actor hapa. Angalau kidogo ambaye alikufa, alikuwa anajaribu kuact, alikuwa ni Kanumba. Na ndio maana naye ilimgharimu.
Kwa sababu vitu vingi alikuwa yule bwana ameact ilikuwa ni halisia. Nenda kafuatilia dokumenti zake. Kanumba alikuwa ni mtu ambaye haacti umbea tu nini, no. Ni mtu alikuwa anaweza akastudy kitu, akikistudy anachukua ukweli alafu anaanza kuact. Sawa anaenda na study dini fulani, fuatilia movie zake nyingi ameact vitu ambavyo ni halisia. Na ndio maana pia ilimfanyaje? Ilimuondoa duniani. Ingawa yule jamaa kufaga yupo, isipokuwa tu walimuhamisha. Watu wanazikaga migombo, wanazania wanazika watu. Nazika mdoli, mdoli linachukuliwa pale lile mdoli la nani. Ndio maana kuna makaburi watu wakifukua watashangaa wanakuta mdoli, hawakuti mifupa. Ndio bado. Sawa Ufunuo Ufunuo 11. Kwanza mstari wa 3. Biblia inasema nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Hii dunia niwaambie watoto. Kabla sijaenda mbali. Hii dunia tunayoishi, kila kilichoko hapa duniani ni adui wa Mungu, isipokuwa wanadamu wachache sana walioamua kwenda na Mungu. The rest waliobakia ni adui wa Mungu. Ni adui wa haki, ni adui wa mema, ni adui wa vitu halali. Ni adui. That is biblical. Na dini nyingi zimegeuzwa, zimekuwa upande wa shetani. Na zenyewe ni adui wa haki. Na ndio zinazotumika kuharibu watu, kuua watu, kufisadi watu, kupotosha haki, kuleta vitu ambavyo Mungu hakuvitaka. Kwa nini? Dunia hii ni watu wachache sana wenye haki ya Mungu ndani yao na wanaotenda ambao Mungu anataka. Kwa nini? Baba yake au baba yao au baba wa ulimwengu huu ni shetani. Kwa vyenye haki na vinavyosimama na haki ni wana wa Mungu tu. Wana wa Mungu, na ambao sio wakugushi. Ni watu walioamua kuifia hii dunia. Wachache ndio wanasimama na nini? Na hiyo haki. The rest tuna act tu, tunatenda mema nusu, lakini unafiki, ufisadi, wizi, upotoshaji, uwaji. Biblia inasema Mungu sasa ataruhusu mashahidi wawili ambao hao wanasimama kwa ajili ya haki ya Mungu. Ukiona umeitwa kuwa mchungaji, kitu cha kwanza wewe unasimamia katiba ya mbinguni ambao msingi wake ni kiti alichokalia Mungu. Msingi wa kitu cha Mungu ni nini? Haki na kweli. Tumesoma. Kwa hiyo ukiona umeitwa na Mungu, unachosimamia ni utaratibu wa Mungu ambao msingi wake ni haki, kweli, mema, kutokudhulumu, kutokuua, kumpa mtu cha kwake. Unafikiri kazi ndogo? Ndio maana sasa tunawatapeli tu, lakini wamevaa kola. Sio kitu chepesi. Kama watu wanasajili huduma na huduma zinaanza kufanya kazi, lakini huduma zenyewe kwa kusajili wametoa rushwa, unategemea kuna kanisa hapo? Kwa kusajili tu umeenda kutoa rushwa. Yaani unasajili tu huduma uje uwasaidie watu waokoke. Wewe umeshatenda dhambi tayari. Mungu atakapo. Sawa. Nami nitawaruhusu mashahidi wawili, nao watatoa unabii siku 1260. Siku 1260 gawia kwa 300 na ngapi? Ni kama miaka 2 3 na nusu. Kwa sababu 3 mara 3 ile 9.
60 mara 3 180. Wao watakuwa na siku ngapi? Siku 1260. Ni miaka 3.5. Hali wamevikwa magunia. Sio watumishi wale ambao wanahubiri utukufu. Anakuja kanisani, mmetandika vitambaa, mnapiga magoti. Majambazi. Hii dunia, wewe ni nani wa kupewa utukufu wewe? Dunia hii mbovu, iliyooza. Wewe ni nani? Tuko hapa kusaidia watu wapewe haki. Wewe watakatifu wamjue Mungu. Majambazi mnawajua, ambao wanaingia kanisani na tarumbeta zinapigwa pam 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 pam, anaingia yeye. Mungu ni mvumilivu by the way. Yaani Mungu ingekuwa anaweza akaniazimisha madaraka, akaniazima kwa masaa 6, nikawa na uwezo wa kumjua jambazi yoyote dunia hii, I wish fyeka dunia angalau ibaki na watu wenye akili, hata kama atabaki 50. Hivyo unajua Mungu akisema afyeke anaweza kubaki 50. Watu watakuja wamevaa magunia, lakini watakuwa na upako. Leo hiyo wenye upako wa kuangusha wanakuja pam 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 pam. Watu wamevaa mamioni, makoti meusi, wanawalinda wezi na matapeli na majambazi. Angalia upako walio watakuwa nao jamaa, lakini watakuwa wamevaa nini? Magunia. Biblia inasema hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visamavyo mbele za Bwana wa nchi. Hapa ndo kuna revelation ya Yesu pia. Watu waelage. Kuna giant ziko mbinguni, ni minara miwili lakini ni roho za watu. Ziko mbinguni roho za watu 2 mpaka sasa hivi zimesimama. Zinasubiria time. Zitazaliwa, zitakuja duniani, zitaishi, zitakula, zitakuwa, zitasoma shule, baada ya muda zitapako, zitajaa na upako. Zitaingia mtaani, zitavaa magunia. Mzee, ni injili ya kutumbua. Hawa jamaa watahubiri injili ambayo serikali zote za dunia zitawachukia. Hawa jamaa, Biblia inasema hivyo. Nafikiri mpaka watu watakuwa wanataka kuua, unafikiri watakuwa wanahubiri hizi injili za kwani? Pokea, wewe na gari. Hawa jamaa watakuwa na kupiga injili, unakasirika, unataka kufa. Ndio maana Biblia inasema watu watakuwa wanataka kuwadhuru. Watu watakuwa wanataka kuwa. Leo hii watu wanao wenye Yesu hawana hata Yesu. Yesu mwenyewe alikufa kwa ajili ya injili. Leo hii wanaalikwa Ikulu, wanaalikwa wapi, wanaenda na bungeni, wanaenda na wapi. Pumbavu kweli kweli. Ifike mahali serikali iheshimu tu, iheshimu wahubiri. Iheshimu tu wahubiri. Wahubiri mnavujua. Kwa sababu kwanza sisi tunaoitumia ni Biblia. Sawa Sisi tunaoitumia ni Biblia. Sasa leo hii watu wanataka kanisa, yani Biblia iungane na katiba. Hii imetungwa mbinguni, katiba imetungwa bungeni. Wapi vitaendana? Kwani uongo? Hii ni heaven version. Heavenly version. Katiba zetu ni pale parliamentary version, ambazo katunga Mkristo, Muislamu, mpagani, mlevi, mwema, mzinzi wametunga. Halafu wanataka waniweke mimi hatuendani. Yaani serikali za dunia zingeruhusu tu wahubiri wakahubiri kivyao vyao. Mkiruhusu tu. Unajua kwa nini? Kwa kuwa hizi nchi zetu ni secular, nani religional states. Nchi ambazo sio za dini fulani. Sheria kwa kuwa inaruhusu hivyo, watu wachage tufanye yanayotuhusu. Muislamu afanye yanayomhusu. Mkristo afanye yanayomhusu. Kwa kuwa wasiue tu mtu kwa sababu yeye imani yao.
wasiue mtu, lakini waache tufanye yanayotuhusu according to Bible. Kwa sababu kwanza hii Biblia inachonionyesha, hii dunia inatawaliwa na shetani. Na kazi zake zote ni mbovu. Mjasoma huko? Kazi zote ni mbovu. Okay. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamao mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. I wish ningekuwa miongoni mwao. Na mtu akitaka kuwadhuru, vivyo hivyo impasavyo kuwawa. Hivyo ndivyo impasavyo kuwawa. Yaani ukija na upanga, unakufa na upanga mwenyewe. Hivi mnaelewa? Yaani ukikusudia kuniua, wewe ndio unakufa. Lord, give me that anointing. Fyeka takataka ambazo hazieleweki. Hao wana amri juu ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe. Mfia watu, hao watu hata kuja kuhubiria baraka, no blessing. Hao watu wanakuja kuforce dunia iwe na haki. They will force dunia iwe na haki. Hamtaki kumwabudu Mungu, hampati cha kwake. Mnaelewa eh? Kwa hiyo mnaleta mbwembwe anafunga mvua. Hakuna mvua. Muone mtakula wapi? Hamuelewi. Watakuwa nakausha mpaka maji. Mnafungua bomba zenu hazitoi maji. Biblia inasema ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wanaamri juu ya maji kuyageuza damu. Nilikuwa naambiaje? Yaani watakuwa wanaenda wanasema kwa jina la Yesu Tanzania yote maji damu. Muone mtakachokunywa. Alafu wanapita mtaani wameweka mikono mfukoni na magunia yao. Yesu ni Bwana. Yesu ni Mwokozi. Acheni upumbavu mje kwake. Ndio maana watu watakuwa na hasira nao. Na ukija wanakuzibua, piga fire. Ukija piga fire. I wish ningekuwa. Amuelewi. I wish ningekuwa. Kuyageuza maji kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo, kila watakapo. Na mimi nimwambia wana uwezo wa kusema hakuna maji, hakuna umeme, nakata umeme. Sometimes tu hivyo. Unajua sasa hivi nafika mahali kuna kama mtu kana cheo, kanaona ubiri kama vile takataka. Mhubiri sio takataka mzee, uwe na adabu. Mhubiri kama amejituma ni takataka, lakini kama ametumwa na Mungu, uwe na adabu. Uwe na adabu, anaweza akakufyatua dakika moja ukazikwa kabla hata ya tarehe yako. Unajua inafika mahali wanasomaga Biblia wanazania wote tunafanana. Hatufanani. Hii tekateka hii wanatekateka watu na wahubiri sasa hivi wanatekwa. Hasisemi ni serikali, lakini mtu yoyote anayepigana na mhubiri wanakoseaga njia hizo. Wanakoseaga njia. Yaani unajua Mungu kamua tu kurelax mbinguni. Sawa eh? Nilikuwa naonyesha tu. Kwa hiyo hizo rehema lazima tujue zinaishiaga wapi. Sometime mtu umrehemu. Mimi I advise you. Kuna ofisi mtenda kufanya kazi, kuna watu Mungu anataka watoe pale kabisa. Futa pale kabisa. Alafu wewe utapata ajira. Wewe ndio utatumika kuwafuta. Kila siku ukiingia ofisini kwa jina la Yesu, hiyo ofisi hata kaa kibaka. Hiyo ofisi hata kaa mwizi. Hiyo ofisi hata kaa mzinzi. Hiyo ofisi hata kaa nenda kwa mganga. Watakuwa wanainua hila. Sometimes unamhukumu kabisa, unaambia mzee, usibishane. Utaona kama utachukua donge miezi miwili hapa. Unaambia mzee atuongee kwa maneno, nimeshamaliza. Anaongea siku nzima, wewe umekaa kimya. Wanaenda tu kwa lugha rako tata, maso, ye ya baba, usha tata. Wewe kutana tu mdomo unacheza. Lika papa, siko parada.
yeye na mama. Unaambia na sifukuzi kazi, jaribu wewe uone. It reach a point, that is a generation Mungu huwa anaitaka iwepo duniani hapa. Na nje usini mtu kashafukiza mauvumba yake na kaudi kake, na unaanza kunusa. Fulani, umechoma. Sana ya jamaa. Wewe jamaa hatari sana ya jamaa. Na Mungu waga nakasirika, anasema hivi kumbe sina watu Ndio maana niwaambie kuna watu Mungu anafutaga majina yao kwenye vitabu vya mbinguni. Sio watu wake. Ni stupid tu fulani. Mungu anafuta majina. Futa kabisa. Ondoa kabisa. Mtu anachoma udi. Ukiingia kwanza unatafuta nani kachoma udi huku. Nani kaambiwa kwamba ni nyumba ya waganga wote. Mimi unaambia aha. Huo udi ulivyoisha nayo ndio umeisha. Shida yenu mnakula tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 Desemba. Unakula tu. Unategemea si unalogwa tu. Nalogwa tu. That's why inahitaji generation ya watu ambao wanaweza wakaugawa mwaka robo 3 hajala. Robo kala. Ni watu ambao walikuwa wanatembea wameweka mikono hivi. Maana Yesu ni halisi kwao. Kuleta za kuleta na kwambia wewe, futika. Na unafutika. I wish tungewapata watu kama kina mzee Benson Daosa. Yule Mnigeria ambaye alikuwa anawashushia watu moto live. Moto. Sio rohoni live. Wachawi wanakuja hapa wanaambia, mmekuja haya moto, shuka, choma hawa. Mnaanza kuwala. Mnachomeka kweli, mnachomeka. Dada mmoja kapangwa mbake. Kaandaliwa kawekwa kwenye chumba jirani hapo ili baadaye aje avamie kile chumba alafu amzushie kwamba wamezini. Yeye amekaa tu huko chumbani anafanya mambo yake, anasikia mtu anaungua moto kule. Anaungua. Katoka kule uchi, anaungua moto watu waone. Nini dada yangu? Nilitumwa, nikapewa hela, nimbake huyu. Elelelele. Sasa nini naungua? Naungua nisaidieni. Wish tungekuwa na watu kama hao. Na niwaambie ukweli, Mungu anatafuta hao watu kizazi hiki. Watu ambao hawaendi kuomba kazi kwa kutetemeka wala kwa lefa. Anakuja ofisini anaweka document. Afa anamwambia Mungu asante, ndio ofisi yangu na hicho kitu ndo nataka leo. Anaondoka. Hivi nyinyi mnazaniaga imani ni story Imani sio story. Kuna watu wamemtafuta Mungu mpaka walishabadilika uso. Akikuangalia hivi no mesh. Hawanaga rehema. Anakule mtu akitaka Bwana Yesu mhurumie huyu. Kamaliza. Sio watu wanaocheka. They are strong spiritually. Powerful. Fire. Yani Sasa hivi ndio maana juzi kijana mmoja alikuwa anaongea mtandaoni. Anasema waimbaji wa zamani walikuwa wakiimba wimbo mapepo yanakimbia. Sasa hivi mtu akiimba wimbo pepo linaweka headphone kichwani linaanza kusema. Linakula raha. Akatoa mfano huyu walodo milenda ndo ndio. Mapepo yanasikiliza. I tell you true. Kizazi hiki hamna kitu. Na I tell you true. Ngoja nikwambie tu mfano. Ukiukuta wimbo wote ule mpagani anausikiliza, wimbo hauna Mungu. Ukikuta wimbo wote ule unapigwa kwenye pombe, kuanzia siku hiyo jua huyu mtu hana Mungu. That is simple. Kwa nini nakwambia hivi? Wimbo wote wenye Mungu ukiupiga baa, lazima mapepo yaanze kutoka. Kwa mlevi mwenyewe ataanza kukwambia, "Zima bwana hiyo. Zima hiyo."
Kwa nini? Pepo linaanza kujitetea. Umekuja kutuondoa hapa wakati sisi ndio tumeweka watu wanywe pombe hapa. Sasa leo unakuta ni bebe, pepo linaanza. Ni bebe, ni bebe. Wewe hivi unajui kama ulevi ni pepo? I wish watu mngeelewa. Ulevi ni pepo. Funga ukweli. Ulevi ni pepo. Sasa pepo unalipigia muziki linaanza kucheza. Kuna Mungu kweli? No. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani pepo kaliwekea muziki wenye moto. Haiwezekani. That's why nawashauri kizazi hiki jifunzeni kumtafuta Mungu wenu awe halisi. Ni kizazi ambacho tutakuwa tuna vita miaka kadhaa hapa mbele, si ya kawaida. Kwa hiyo kama hatutakuwa tunawaadhibu watu hadharani, watu watatuheshimu. Sio kurehemu watu. Ni kizazi tunatakiwa tuanze kuadhibu watu hadharani. Mtu anafanya upumbavu hapa hapo unageuka unamwambia kwa jina la Yesu. Hiyo heshima inayokupa kiburi naiondoa juu yako. Na kwa kuwa Mungu wangu ndo anatawala ulimwengu na mbingu, huna hicho cheo tena. Na naambia Mungu, I'm serious. Mtu ana cheo, naondoka. Tafika mahali watu wakisikia mtu ana Mungu wanashtuka kwanza. Hapa nikijiweka kichwa nimeisha. Mimi nimeshaanza mazoezi. Kuna mmoja nimeshamwekea target. Naangalia mchezo unavyoenda na umeanza. Inafika mahali tunaanza mazoezi. Kwa sababu kuna watu wanachukulia kwamba wachungaji ni yani kuokoka. Zamani kwa julikani ni ushamba. Ijulikane kuokoka sio ushamba. Kuokoka ni kubadilisha uraia. Nilikuwa Mtanzania wa kwenda jehanamu. Mimi ni Mtanzania mali ya Mungu. Kwa hiyo ifike mahali tujue kwamba kati ya wewe na mimi ni nani ana Mungu na ufalme wake hauanguki. Sawa zile njia ziko zinahubiriwa inafika mahali walokole ni watu wanaotembea miguu imepinda. Ukimwangalia unajua huyu anaenda kushoto, kulia, nyuma, mbele. Kakata tamaa, ajulikani, no. Ifike mahali wakiwaona wanasema hawa ni ile generation ile. Hii generation ikikwambia unakufa. Hii generation ikikwambia huna hali zile huna. Naelewa we have to reach there. Nasamee tu ambea hawa, lakini mtu akishashindana na wewe fiatua. Yaani fiatua. Sawa Okay, watu wamuelewe. Mungu si kwamba ameacha kupigana vita. Kwamba Yesu alivyokuja alifunga faili la vita. Ukimsoma vizuri kwenye Biblia, utaona Mungu ndo ambaye alienda kupigana vita wapi? Filisti. Alienda kupigana vita Syria. Alienda kupigana vita na Wamaleki. Alienda kupigana vita na watu wa Tiro wapi? Sawa The same God. Sawa Ndio alienda kupigana vita. Sasa hivi kinachotokea ni kwamba is like Yesu alivyokuja faili la vita lilifungwa. Likawekwa hapo. Kwa hiyo Mungu sasa hivi apigani